Watanzania wamemjia juu mzee Stephen Wasira baada ya kutoa kauli tata kuhusiana na maandamano siku ya uchaguzi. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Kauli nzito ya makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara Stephen Masatu Wasira imetikisa anga za siasa nchini Tanzania na kuzua mijadala mikubwa mitandaoni na miongoni mwa wananchi. Akiwa mkoani Geita katika mkutano wa kampeni wa Chama cha Mapinduzi CCM, Wasira alitoa onyo kali kwa wale watakaopanga kuandamana au kuzuia uchaguzi mkuu ujao, akisisitiza kwamba serikali itavumilia mtu yeyote atakayevuruga amani ya nchi. Matamshi hayo ambayo yamechukuliwa kama tishio kwa wapinzani na wanaharakati wanaopigania mabadiliko ya kisiasa yamepokelewa kwa hisia kali na umma. Wengi wameonya ama wameyaona kama kauli ya kibabe inayolenga kuwanyamazisha wale wote wanaohoji uhalali wa mfumo wa uchaguzi, huku wengine wakisema ni dalili kwamba serikali ya Rais Samia Suluhu inazidi kutumia viongozi wa kongwe kama ngao ya kisiasa kuhakikisha hakuna upinzani thabiti unaoweza kutikisa mamlaka yake. Katika mkutano huu uliohudhuriwa na viongozi wa chama na wananchi wa Geita, Wasira alisitiza kuwa siku ya uchaguzi itakuwa siku ya maandamano, bali ni siku ya Watanzania kujitokeza kupiga kura kwa amani. Alieleza kuwa serikali ya CCM haitawaruhusu vurugu ama hawataruhusu vurugu wala chokochoko zozote, akisisitiza kwamba amani na utulivu ni nguzo kuu za maendeleo ya taifa. Kauli hii imefasiriwa na wachambuzi wa siasa kama sehemu ya kampeni kubwa ya kisiasa inayolenga kuwatisha wale wanaoelekea kupinga matokeo au kuandaa maandamano ya kisiasa. Kwa upande wa wananchi, maneno haya yameonekana kama tishio la wazi kwa uhuru wa kiraia na haki ya kikatiba ya kujieleza. Mitandao ya kijamii imefurika na maoni makali, huku wengi wakimkosoa Wasira kama kutumia lugha ya vitisho kama kipindi ambacho taifa linahitaji majadiliano ya kidemokrasia badala ya vitisho. Ili kuelewa uzito wa kauli ya Wasira ni muhimu kuangalia historia yake kisiasa. Stephen Masatu Wasira ni mmoja wa wanasiasa wakongwe zaidi waliobaki ndani ya CCM, mwenye uzoefu na uzidi miongo mitano katika utumishi wa umma na chama. Alizaliwa mwaka 1945 katika mkoa wa Mara na alianza safari yake ya kisiasa kupitia chama cha TANU kabla ya kuunganishwa na ASP kuunda CCM mwaka 1977. Katika enzi za Mwalimu Julius Nyerere, Wasira alikuwa miongoni mwa vijana waliotegemewa kuendeleza falsafa ya ujamaa na kujitegemea. Miongo ya 1980 na 1990 ilimshuhudia akihudumu katika nafasi mbalimbali serikalini, ikiwemo waziri katika wizara nyeti kama kilimo, tawala za mikoa na serikali za mitaa ama TAMISEMI, na baadaye ofisi ya rais. Na katika kipindi hicho Wasira alijijengea heshima kama mwanasiasa wa nidhamu na mfuasi wa sera za serikali. Baada ya mfumo wa vyama vingi kuanzishwa mwaka 1992, Wasira alibaki kuwa mwaminifu kwa CCM na licha ya vipindi vya kisiasa vya kupanda na kushuka, hakuwahi kuondoka kwenye mstari wa chama. Miaka ya utawala wa Rais Jakaya Kikwete ilimrejesha tena kwenye jukwaa la kitaifa, ambapo alihudumu kama waziri wa nchi katika ofisi ya rais anayeshughulikia masuala ya utawala bora. Alijulikana kwa ufasaha wa maneno, uthubutu na ukali wa kisiasa, akichukuliwa na wengi kama askari wa mstari wa mbele wa chama. Wakati mwingine maneno yake yamekuwa yakipongezwa ndani ya CCM kama alama ya ujasiri, lakini yakipingwa vikali nje ya chama kwa ukali wake dhidi ya upinzani. Na baada ya kustaafu kisiasa kwa muda mfupi kufuatia uchaguzi wa mwaka 2015, jina la Wasira lilianza kupotea katika mijadala ya kitaifa. Hata hivyo, baada ya kifo cha Rais John Pombe Magufuli mwaka 2021 na kuingia madarakani kwa Rais Samia Suluhu Hassan, Wasira alianza kurejea taratibu katika medani ya siasa. Kwa sasa akiwa makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara, amejipambanua kama mmoja wa wasemaji wakuu wa chama tawala, akiungwa mkono moja kwa moja na msimamo wa Rais Samia.
Kauli yake ya hivi karibuni kuhusu maandamano imekuwa kiashirio cha nafasi yake kubwa katika kuhakikisha CCM inabaki imara kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kauli ya Wasira kwamba hakutakuwa na maandamano wala mtoto wa maandamano imeibua mjadala mkubwa. Wengi wametafsiri tamko hilo linaloashiria kwamba serikali iko tayari kutumia nguvu kukabiliana na wale wanaopanga kuandamana, na ni jambo linalochochea hofu ya kurudi kwenye zama za siasa za hofu. Makundi ya vijana, wanaharakati na wanasiasa wa upinzani wamekuwa wakijadili kwa kina ujumbe uliomo kwenye maneno hayo. Kwao si maneno ya kutetea amani bali ni tishio la wazi kwa demokrasia. Wachambuzi wa siasa wanasema kauli kama hizi zinaashiria mwelekeo wa kisiasa wa sasa chini ya Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye amekuwa akilaumiwa kwa kutumia taasisi za dola na mahakama kudhibiti upinzani. Na tangu ingie madarakani, Rais Samia Suluhu Hassan amekuwa akijaribu kujijengea taswira ya kiongozi wa maridhiano na mwanamke wa amani. Hata hivyo, chini ya pazia la utulivu huo kumekuwa na mikakati ya kimya kuhakikisha hakuna upinzani wenye nguvu unaoweza kusimama dhidi ya CCM. Viongozi wakuu wa Chadema akiwemo John Heche, Freeman Mbowe na Halima Mdee wamejikuta wakikabiliwa na kesi mbalimbali mahakamani au wakizuiliwa kwa madai ya kukaidi maagizo ya serikali. Wengi wamepoteza nafasi zao kisiasa kupitia maamuzi ya mahakama yanayodaiwa kushinikizwa na mfumo wa kiserikali. Wachambuzi wanasema kauli za Wasira zinaenda sambamba na mpango huu, zikionyesha jinsi serikali inavyotumia viongozi wa Kongo na wenye ushawishi kupitisha ujumbe wa nguvu kwa wapinzani. Kwa miaka mingi, Stephen Wasira amebaki kuwa mfano wa mwanasiasa na mfumo wa CCM ambao ni mwaminifu, mfuasi na mlinzi wa sera za chama. Ni mzee wa vita za kisiasa ambaye haogopi mapambano, na katika hotuba yake Geita aliahidi kwamba chama tawala kitamenyana vilivyo na wale wote wanaopanga kuzuia au kuvuruga uchaguzi. Kauli hii imechukuliwa na wafuasi wake kama onyo kwa wale wanaojaribu kuibua taharuki nchini, lakini kwa upande wa wananchi na wapinzani ni kauli inayowatia hofu na hasira, wakiona ni lugha ya vitisho dhidi ya haki ya kiraia. Mtandao kama X ambao zamani ulikuwa unajulikana kama Twitter na Facebook imejaa mijadala mikali. Wengine wanasema kauli hiyo inarejesha kumbukumbu za kipindi cha uongozi wa Magufuli ambapo wapinzani walinyamazishwa kwa nguvu. Wengine wameenda mbali zaidi wakisema Wasira amesahau kuwa Tanzania ni nchi ya vyama vingi na maandamano ni haki ya kikatiba iliyo halali iwapo yatafuata taratibu. Kwa sasa Tanzania iko chini ya rada ya kimataifa. Mashirika kama Human Rights Watch na Amnesty International yamekuwa yakifuatilia kwa karibu matamshi ya viongozi wa serikali kuhusu haki za raia na uhuru wa kujieleza. Kauli kama hizi za Wasira zinatumiwa na wakosoaji wa serikali kuthibitisha kwamba CCM bado inaendeleza siasa za udhibiti licha ya madai ya mageuzi ya kidemokrasia. Kwa baadhi ya wachambuzi wanasema kwa maneno ya Wasira ni wito wa amani na tahadhari dhidi ya fujo, lakini kwa wengi zaidi ni ishara ya hofu inayokuwa ndani ya CCM kwamba wimbi la wananchi linaweza kubadilika. Wakati akisisitiza kwamba amani ni msingi wa maendeleo, ukweli ni kwamba kauli hiyo imegeuka kuwa chemichemi ya mjadala mkubwa nchini, ikibua maswali kuhusu nafasi ya viongozi wa kongwe katika siasa mpya za Tanzania. Kwa sasa Wasira anabaki kuwa sura ya mwanasiasa mzoefu anayetetea serikali yake, lakini pia ni alama ya siasa kali zinazogawa Watanzania kuhusu mustakabali wa uhuru wa kisiasa nchini. Na kwa uchambuzi zaidi wa siasa za Afrika Mashariki, mikakati ya viongozi na nguvu za vyama vinavyounda historia ya bara hili, subscribe, like na share video hii. Naendelea kufuatilia Kenya Scoop, ambao ni sauti ya uchambuzi wa kweli.